Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na PLU Voluntary Standby Task Force kote nchini, kikosi hicho kilieleza matokeo muhimu yaliyokusudiwa kusaidia kudumisha nguvu ya chama hadi mwaka 2031. Mojawapo ya mada kuu ya ripoti hiyo ni hali iliyotajwa kuwa inayotia wasiwasi sana wa uchaguzi wa ndani wa chama cha NRM. Kikosi kazi kilionya kuwa ukosefu wa haki ndani ya chama umezidi kiwango chochote cha juhudi za upatanisho, hasa katika maeneo ya Arua na Namutumba. A report of about 180 pages here, and in it we have 10 burning issues which trouble our people at the grassroots, which were not mentioned at the rallies, or some were mentioned but have mentioned. Ili kurejesha uaminifu, ripoti imependekeza kufanyika kwa ukaguzi mkali wa utendaji wa tume ya uchaguzi ya NRM na pia kupendekeza kufanyika kwa uchaguzi mdogo katika maeneo yenye migogoro badala ya kutegemea mahakama za chama. Ripoti inaeleza kuwa chini ya 10% ya waliowasilisha malalamiko yao kuridhika na maamuzi ya mahakama hizo za chama. Kama mnavyojua, tulijitolea wakati wa kumtafutia Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni na chama tawala cha NRM kura katika kinyang'anyiro cha uraisi, na kwa bahati nzuri na kwa kazi tuliyoifanya tukapata zaidi ya 71%. Kinachoturejesha hapa ni kutoa pongezi kwa mara ya pili kwa Mheshimiwa Rais Jenerali Yoweri Kaguta Museveni. Kuhusu Parish Development Model, ripoti imeeleza kuwa ni mpango wenye uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko, lakini umegundua pengo lililojificha katika utekelezaji wake. Hivyo kikosi kazi kimependekeza kuwa hakuna fedha zaidi zinapaswa kuongezwa kwenye mfuko wa PDM hadi tatizo hilo la msingi litakaposhughulikiwa kikamilifu. Kinasema hata kama kila parokia ingepewa shilingi bilioni 1, athari yake bado ingekuwa ndogo bila kutatua tatizo hilo. Ripoti pia imezungumzia matatizo ya kimfumo katika sekta ya mahakama, ikieleza kuwa mfumo wa mahakama nchini Uganda umelemewa na mirundiko ya kesi na vitendo vya rushwa, huku kukiwa na majaji 88 tu wa mahakama kuu kwa watu milioni 45. Realize that a single high court judge in Uganda has got over 1,000 files. Okay? And we realized that when we sat down to do some calculations, that if each single file is allocated 10 to 15 days of working to finish it, a single judge in Uganda, a single high court judge, will need 27 years to complete the backlog that is already filed in. Kikosi kazi kinatarajia kuwasilisha ripoti hiyo kwa Rais Yoweri Museveni, mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba na spika wa bunge Anita Among, kwa lengo la kuweka mikakati ya kushughulikia mapungufu yaliyopo katika miundo